Yes, proud. Principal. You will be recognizing them and we will kupitia kwa msaada wa askofu wa kanisa Anglikana Maseno North, the Right Reverend Charles Kaskana Silutwa, tuna shule 5 ambazo zilipewa kompyuta 5 kila shule ili kuweza kuwasaidia haswa sana katika mtaala mpya wa elimu wa CBE, na shule hizi ni Emati Secondary School ambako ninaongelea sasa. Kuna shule nyingine ambayo ni Kaila Secondary School, nyingine ni Ebumamu kule Kakamega County, nyingine ni Nasianda, na nyingine ni Ayub Sabula vile kutoka katika Kakamega County ambazo baba askofu ameweza kuzisaidia. Tungependa kusihi viongozi wetu wa kisiasa kusukuma sana na hata kutusaidia tuweze kupata ile capitation ambayo inahitajika katika shule zetu, kwa sababu utapata ule mgao ambao ulistahili kutumwa muhula wa kwanza ulitumwa tu kiasi fulani, labda 50%. Tamu ya pili imeanza, pia ni kiasi tu kidogo ambacho kimetumwa, na unajua labda wazazi wanavutwa sana hapa na pale kwa sababu ya nyakati ngumu za kiuchumi. Kwa hivyo tungependa ile subsidized education iweze kutimia kwa msaada wa viongozi wetu wa kisiasa. Tunazidi kuhimiza pia tuweze kuwa na amani haswa sana katika eneo letu la Bunyore na maeneo mengine zaidi. Tumekuwa mwaka huu wa 2026 na nafasi ya kupata wanafunzi ambao wamepita katika viwango tofauti tofauti na kaweza kutuwakilisha katika Kenya Science Engineering Fair, na wakatuelekeza mpaka tukafika katika kimo cha regionals. Kwa hivyo walikuwa wamepaki hatua moja tu kuweza kufika nationals. Kwa hivyo kama ombi ni kwamba tusaidiwe kama tume ya waajiri wa walimu inaweza kutusaidia tuweze kupata mwalimu ambaye anafundisha somo la tarakilishi, na pia kuna somo lingine la home science ambayo pia tumeanzisha pia, na tena tunataka kupata mwalimu wa kiwango hicho. Ni kwa sababu tuko katika jamii ambayo masomo kama hayo ndio yanaweza kusaidia hii jamii ya kwamba watoto watoke ambao wanaweza kuingia katika jumuiya ya dunia hii na kuweza kutimiza malengo yao kwa njia ambayo inafaa. Ni kwamba Emati ni mojawapo ya shule ambazo ziko kwa mlima, na kidogo ukiangalia katika kuchanganua ni shule ambayo it's a hard to staff area, yaani eneo ambalo kupata mwalimu aingie huko na akubali kufanya kazi wakati mwingine si vigumu, sio rahisi, kwa sababu hata mwenyewe nikija unaangalia topography haipendezi vile, kufika hapo ni kwa bei ya juu. Lakini kama tume ya huduma kwa walimu tunashirikiana pamoja na ofisi ya mbunge wa eneo hili pamoja na idara mbalimbali kuhakikisha kwamba miundo msingi kama ya barabara na labda nguvu za umeme na hali ya usafiri kijumla inalainishwa, ili kwamba mwalimu anapotumwa hapa aweze kuwa na ile moyo wa kuja na kufanya kazi. Na licha ya hizo changamoto, tumeweza kuona ya kwamba tukituma walimu hapa, kuna wale ambao wanakubali wanakuja, na wale ambao labda hawana moyo vile tunawahimiza, na wanapoelewa manufaa ya kwenda mahali na kusaidia mwanafunzi unapata kwamba wamejituma. Kwa hivyo shule kama hii ndio tungali na changamoto moja mbili, kwa sababu tangu grade 10 ilipoingia kuna maeneo fulani ambayo hayajapata proper subject combination ya walimu, lakini tumeongea na principal, mikakati imewekwa. Wakati unaokuja, wakati ambapo ofisi imeshapata ratiba ya vile ambavyo shule inahitaji, basi tunaweza kufanya ile advert na walimu wanaletwa eneo hili. Mpaka shule Mati wanafunzi wana compete sana na wale wako kwa shule kubwa kubwa, sababu watu walikuwa na mtindo ya kusema shule kama ya day school haiwezi kupata watoto wa kucompete vizuri.